بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Ramadhan mwaka 1442 katika darasa ya kitabu fiqh al-ad'iyah wal-adhkar لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تندلينا عمل اليوم والليلة من أذكار النوم. miongoni mwa adhkar ambazo zapendekezwa kwa Muislamu zileta kabla ya kulala. قال حفظه الله تعالى: إن من الأذكار العظيمة التي كان يواظب عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند النوم وعند الانتباه منه. miongoni mwa adhkar adhim ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akidumu kabla ya kulala na kadhalika anapoamka kutoka katika usingizi wake. Na mbele insha Allah taala hapa tutasoma adhkar al-intibah min an-nawm, adhkar ambazo Mtume sallallahu alikuwa akileta anapoamka. ما رواه البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال. حذيفة رضي الله عنه سمع alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotaka kulala husema yanayofuata: bismika Allahumma amutu wa ahya. wa idha istayqadha min manamihi qala, na anapoamka kutoka katika usingizi wake kama ule husema: alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. وفي لفظ كان إذا أوى إلى فراشه أي دخل فيه، anapoingia katika tandiko lake. وفي لفظ آخر كان إذا أخذ مضجعه. وكلها بمعنى واحد. zote hizi maana yake ni anapotaka kulala alikuwa akisema maneno haya: bismika Allahumma amutu wa ahya. nini maana ya maneno haya ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiyaleta kabla ya kulala? قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: وقوله باسمك اللهم أي باسمك يا الله، وجينا لك ايوه الله. والباء للاستعانة، نهي باء هapa باسمك اللهم، hii باء mwanzo inaanza ni ya kutaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. والمعنى أنام مستعينا بك طالبا حفظك راجيا منك الوقاية والسلامة والعافية. معنى yake ni nalala nikiwa nataka msaada kutoka kwako ya Allah, nataka hifadhi yako, unihifadhi katika wakati wangu huu ambao nitakuwa nimelala. Natarajia kutoka kwako ulinzi na usalama na uniafu kutokamana na kila shari. bismika Allahumma. وقوله أموت وأحيا أي أنام على هذه الحال ذاكرا لاسمك. nalala katika hali hii huku nataja jina lako. fabidhikri ismika ahya ma hayitu
wa alayhi amutu, kwa jina lako au kwa kutaja jina lako ya Allah naishi maadamu niko katika uhai. Kwa kutaja jina lako ndio nabakia mimi kuwa hai, na maisha yangu yote nataja jina lako. Kadhalika nafia hivyo hivyo kwa jina lako ya Allah. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم لا غنى له عن ذكر ربه طرفة عين عند نومه وفي يقظته وفي جميع شؤونه. na hapa kuna ishara ya kuwa Muislamu hatoshileki yeye kutokamana na kumtaja Mola wake, hata upepesi wa macho, anapolala, atakulala, anapoamka, na katika mambo yake yote hatoshileki kutokamana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, amuhitaji Allah katika kila wakati. faha huwa 'inda an-nawmi yukhtimu a'malahu bi dhikrillah. tazama hapa usingizi akhitimisha amali zake kwa kumtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. wa 'inda al-intibahi yakunu awwalu a'malihi dhikrullah ta'ala, na anapoamka usingizini jambo la kwanza kabisa amtaja Allah subhanahu wa ta'ala. na hili ni kwa yule aliyezoea, aliyejizoelesha ndio atafanya hivi. wako watu walala hawafanyi adhkar, na akiamka usingizini hata mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kuwa amemwamsha akiwa salama. kwa maisha yake yapita hivi, maisha yake yapita yuko mbali na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni hatari. Muislamu hana yeye kutosheleka kutokamana na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kila wakati. قال ثم هو في جميع أحايينه محافظا على ذكر الله. kisha Muislamu katika nyakati zote zake katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, فعلى ذكره سبحانه يحيى وعليه يموت وعليه يبعث يوم القيامة. kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndipo hufanako au huishi nako na kufanako na kufufuliwa nako siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وفي قوله باسمك اللهم أموت عند إرادة النوم، na hapa Mtume salama kutufundisha hii dhikr, tuseme bismika Allahumma amutu wakati unapotaka kulala, dalalatun ala anna an-nawma yusamma mautan wa yusamma wafatan. hii ni dalili ya wazi kuwa mauti pia huitwa kifo. mauti ni kifo. wa in kanat alhayatu mawjudatan fi, pamoja na kuwa uhai bado upo katika kile kiwiliwili, lakini mauti yaitwa kifo. naam naam. wa in kanat alhayatu mawjudatan fi, pamoja na kuwa uhai uko wakati anapolala pale, uhai bado uko, roho yake haijatolewa, bado roho yake iko pale pale. yani bimaana ukimwamsha yuamka, sio? lakini pamoja na hayo Mtume sallam ameita kile kitendo cha kulala kwa nini? ni umauti. wa min dhalika qawluhu ta'ala, tazama katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surah az-zumar, Allah sema Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Allah subhanahu wa ta'ala huzipokea zile roho na huzizuia zile roho wakati nafsi inapokufa, urudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. wallati lam tamut fi manamiha, kadhalika huzipokea roho za wale ambao hawajafa katika usingizi wao. bimaana unapolala wewe pia roho yako katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. fayumsiku allati qada 'alayha almaut, ile ambayo tayari imeandikiwa kuwa huyu sasa afe usingizini, Allah huizuia roho yake hairudi tena. kumaanisha waweza kulala ikawa ndio kabisa ushakwenda. na wangapi katika watu ambao tuwajua sisi waambia alilala kisha baadaye hakuamka tena. ukiona mtu amelala hakuamka tena, maana yake ile roho yake Allah subhanahu wa ta'ala ameizuia. je, atasikia uchungu wa mauti? la.
wanaovioni wataja kuwa yule anayelala kisha akafia akiwa lala hausikii ule uchungu wa mauti kama yule ambaye watolewa roho yake akiwa yojua. Na ndio maana baadhi ya wale salaf ambao walikuwa aogopa iftitan wakati wa sakaratul maut alikuwa kiomba Allah subhanahu wa ta'ala aitoe roho yake katika hali kama hiyo. Wallahu a'lam. Wayursilu al-ukhra ila ajalin musamma, na wale ambao bado hawajaandikiwa umauti basi hawa roho zao hurejeshewa katika kiwiliwili chao, ndio wakaamka asubuhi, akaamka akawa yuko macho na kazi zake endeleza kama kawaida. Na ule ukweli wa mambo hivi, wewe ukilala wahisi nini? Mtu aweza kuja akakuvamia pale akakuua akakufanya nini, na wewe hujui lolote linaloendelea pale. Sasa huu ni mfano wa mauti, hali inakuwa kama hiyo. Na kwa wale ambao watumia akili zao zaidi kuliko nusus za Qur'an na Sunna, mpaka ikawapelekea wao kukanusha kuna adhab al-qabri, wao wasema kwa sababu tukimfukua yule maiti tuamuona yuko vile vile, hatujaona marungu akipigwa wala tujaona akifanywa kitu, sio? Allah akupa mfano wewe katika huu hai wako wa dunia. Waweza kulala wewe, umelala pale, tena huu hai wa dunia tu, uko wote wapigwa mawe kweli kweli, toka mbio waota, na mwenzako analala pale aota iwaoa ubavuni mwako. Wenda harusini na nini, nikah nini, kila kitu vizuri kabisa. Ukiamka yatokwa na jasho kweli kweli, ambie amka, nini? Mzee naota napigwa mawe kweli kweli. Si lakini uko hapa na mimi nilikuwa naota naoa, lakini kumbe tuko hapa tu. Mfano mdogo tu, lakini wewe ulikuwa unahisi kama wapigwa kweli mawe, sio? Na uko hapa duniani. Sasa ukiamka yale mawe yako kwenye kichwa chako, umepigwa yale mawe. Mfano tu huu unasema kwa akili tu. Kwa yawezekana wewe yule mtu yuadhibiwa kweli, lazima wewe uone. Ungelikuwa waona wewe, ingelikuwa kuna ghaib tena pale. Alladhina yu'minuna bilghaibi, pamoja na kuwa wako wengine wanaoadhibiwa na watu wakaona athari ya ile adhabu wanaoadhibu wako. Haya mambo yatokea, na watu wakaona ile athari ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe kama wale. Lakini pamoja na hayo, ikiwa mtu si wa kuamini, basi si wa kuamini. طيب قال ولهذا قال في تمام هذا الحديث عند الاستيقاظ. angalia katika mwisho ya hadithi wakati anapoamka kusema alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana. Sifa zote njema ni zake yeye Allah aliyetuhuisha baada ya kutufisha. Yushiru ila an-nawm alladhi kana alayhi al-insan baada ma amatana. Hapa aishiria ule usingizi ambao alikuwa nao kabla ya kuamka. Wan-naimu yushbihu al-mayyit, na aliyelala amefanana na maiti. Lianna al-harakata fihi tatawaqqaf والتمييز يذهب, kwa sababu haraka sasa usimama, mtu ulala kabisa akawa hana haraka. Kadhalika kupambanua kuna nini chaendelea pale, kuondoka, hajui kinachoendelea katika hali ya usingizi. ولهذا كان التكليف عنه مرفوعا حتى يستيقظ من نومه, kwa sababu hiyo ikawa hakalifishwi jambo kisheria mpaka atakapoamka. Wa ala an-naimi hatta yastayqidh. Kwa mfano mtu amelala, katika kulala kwake mwenzake alikuwa ameweka glasi yake pale, akigeuka hivi ikaanguka akaivunja, ataambiwa wewe umevunja, sasa utalipa dhamana hii. Bila haisabiki kuwa alikuwa katika hali ya kukalifishwa amali yoyote, alikuwa amelala, hajui kinachoendelea pale.
والنوم آية من آيات الله العظيمة الدالة على كمال الخالق سبحانه وعظمته واستحقاق وحده للعبادة. نهو سنجيز منوونا ni ishara katika ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala adhim, ambazo ni dalili, ni ishara hii. Kulala kwa mtu ni dalili ya ukamilifu wa muumba Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa yeye anastahili ibada peke yake. Fahuwa subhanahu alhayy alladhi la yamut, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliye hai ambaye hafikiwi na mauti. Alladhi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, Allah subhanahu wa ta'ala hafikiwi na kusinzia wala usingizi wenyewe. قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته, na katika ishara zake, manamukum bil-layli wan-nahari wabtighaukum min fadli, kulala kwenu usiku na mchana kutafuta kwenu riziki. Mchana akaufanya ni maasha, ndio mtafuta masalih ya kidunia yenu, na usiku akaufanya ni sehemu ya nyinyi kupumzika. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un, hakika katika hayo kuna ishara za wazi kwa wale wenye kusikia. Wa huwa aidha min rahmatillahi ta'ala biibadi, na kulala kwa waja pia ni katika rehema za Allah kwa waja wake. Haithu ja'ala lahum waqtan yastarihuna fihi wa yastajimmun, amewaikia wakati ambao waweza kupumzika. Yastajimmun yastarihun nafsi maana, ndio wakati wao wa kupumzika, ili wapate nguvu ya kuweza kufanya yale yaliyo na maslaha na wao siku ya pili. Na ndio maana ukaona kuwa mtu asipopata usingizi la usiku wala mchana halali, huyu mgonjwa lazima aende akatafutiwe nini, matibabu, ama sivyo itakuwa ni sababu ya kumdhuru yeye kutolala. Usingizi ni rehema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu kwa mfano usiku mzima kulala na mchana mzima asilale, haiwezi kupita siku 2-3 huyu mtu atadhurika. Hawezi binadamu kuishi hivyo, hawezi kuishi bila kulala, lazima apate usingizi. Na ndio kaona ikiwa mtu apate usingizi huenda kwa daktari apewa dawa, ile dawa ndio iwe sababu ya kumlaza, sababu asipolala atadhurika katika mwili wake. كما قال الله سبحانه وتعالى ومن رحمته, na katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala lakumul layla wan nahara. Hapo mtu asisumbone kuja layla wan nahara, kisha akaeleza litaskunu fihi ay fil layli walitabtaghu min fadli ay fil nahar wala'allakum tashkurun, ili mupate utulivu. Wewe lala mchana na ulale usiku, usingizi uko sawa kweli? Wallahi uko sawa hata siku moja. Ule usingizi unalala usiku hauwezi kuwa sawa na jua la ng'ara. Hata kama utalala, sema mimi nalala, lala ukiamka waumwa kila mahali nini, mlala mchana. Lakini angalia usingizi wa usiku, kilala ukiamka asubuhi, alhamdulillah, namna mwili wako unavyochangamka, namna Allah amejalia wakati wa usiku ni utulivu, utulivu kabisa, kwa hikma zake na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wengi katika watu hawaoni neema nyingi ambazo Allah amewapa, nyingi sana. Mwanzo siku hizi watu wamezidi sana kulalamika, maisha yamekuwa ghali nini, yani mtu yaishi mpaka maisha yake anzoea lalamika tu, yeye haangalii upande wa pili kwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa neema nyingi sana, nyingi, ambapo binadamu akiangalia upande wa neema za Allah, hata hao wanawavione wa saikolojia wakwambia kuwa mtu kama huyu aishi maisha mazuri zaidi. Yeye wala sima yake na dagaa, lakini sema subhanallah, kuna watu hawali, wana njaa, alhamdulillah Allah amenipa hii neema. Lakini unaona shafika bei tukufandaa sisi, mbona ukufa siku zote ufe leo? Yani wewe unadhana gani na Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi zipande bei zitakapopanda, Allah atakupa riziki yako. Allah atakupa riziki yako ile aliyokuandikia utaipata kwa njia yote.
subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wallahi sisi tuishi kwenye neema. Tuna mfano mzuri wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hajawahi kushiba siku 3 mfululizo. Soma hapa Shama'il, siku 3 mfululizo mtume sana hajawahi kushiba, bali wakati mwingine atoka nyumbani kwake kwa ajili ya njaa. Akutana na Abubakar as-Siddiq, ametoka nyumbani njaa. Umar al-Khattab njaa. Umar al-Khattab alalanda kujiamina wewe, ushapiga sambusa sijui katilesi nini iftari, kisha maisha magumu ungekula katilesi wewe na magumu. Wallahi ya akhi, watu wamekaa kulalamika katika maisha. Ya akhi, walalamika nini wewe? Una neema. Wacha kula nyumbani, ukija msikitini tu wale ndugu zako wakikaa na wewe ukafuturu pale ya kutosha, wewe hata nyumbani usile. Alhamdulillah ya akhi, alhamdulillah. Kuliishi watu kuliishi saa hivi kuna watu waishi hawajui watafuturu nini. Na tusiseme nchi za mbali, hata hapa kwetu tunapoishi wako watu hajui wallahi atakula nini. Yuwafunga lakini hajui atafungua na nini. Wako. Kwa hiyo hii ni neema na ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu, na ni nyingi. Na subhanallah, waweza kumuona mtu ambaye ana dhiki katika maisha, lakini namna anavyomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na qanaa Allah aliyompa, akaishi na furaha kabisa. Wewe angalia watu kulalamika la ilaha illa Allah, hata sura yake ukimwona yabadilika, yakitembea lalamika, alafu ana hasira. Wewe ukimkosea tu kidogo una nini, kunani? Sababu ashazoea lalamika, akuona wewe pia ndio wamletea, wampunguzia riski. Kuna watu waishi hivyo. Wewe ukimwona mtu maisha yake aishi na hasira hivi, hashukuru neema za Allah, maisha yake yeye kasirika tu. Ishi ya akhi, alhamdulillah. Kwa hizi ni katika rehema za Allah. Kule kulala tu kwako, walala mpaka asubuhi umeamka, hii ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi yahitaji shukrani. Angalia mtume sana funcheni alhamdulillah. Angalia kitu cha kwanza atuelekeza katika kumshukuru, alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah, hii ni neema. Asubuhi kitu cha kwanza wakumbushwa katika adhkar, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Si haki yako wewe. Kuna wengi hawakuamka leo, ama pengine waamka katika hali za maradhi. Wengine leo watamani kufunga hawawezi kwa maradhi walionayo. Wewe Allah amekupa neema, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min fawaid an-nawm al-'azima, katika faida kubwa pia za usingizi, أنه يذكر الإنسان بالموت الذي هو نهاية كل إنسان ومآل كل حي إلا الحي الذي لا يموت. usingizi wamkumbusha anayezingatia mauti, ambao ndio mwisho wa kila mwanadamu. Kila aliye hai aelekea katika mauti, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, الحي الذي لا يموت. وفي الاستيقاظ منه دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الأجساد بعد موتها وإحيائها بعد وفاتها. نقول mtu kuamka baada ya kulala ni dalili kila siku apewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Allah yuweza kuhuisha kile kiumbe baada ya kufa, aweza kuhuisha. Sasa waweza kumwona mtu asimama kafir, sisi kweli tafufuliwa? Kila siku wafufuliwa, wacha kesho. Kila siku wewe wafa ukifufuliwa. Allah akukumbusha tu utakufa, hivi ndio wafa, walala hii kidogo tu ili uelewe. Na unapoamka wakumbushwa nini? Wakumbushwa kuwa Allah afufua wafu. ولهذا قال عند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والنشور هو البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإماتة. نشور نقول كففلي وكوات سيكو قيامة، كحييش بعد يكفى. فنبه بإعادة اليقظة بعد الموت بعد النوم الذي هو موت كما تقدم على إثبات البعث بعد الموت يوم القيامة. Kwa hapa ni kama watanabahishwa
kule kurudi katika kuamka baada ya kulala ambao ni mauti kama tulivyotaja huko mwanzo, katika kuthibitisha watu kufufuliwa baada ya mauti siku ya kiyama. Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu wote watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, siku hiyo urefu wake ni miaka 50,000. Siku ya kiyama urefu wake miaka 50,000. Watu watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na siku yako masaa 12 jua lishatua, saa 24 sijua, miaka 50,000 watasimama. Na Mtume sana makataja kuwa kwa mu'min itakuwa ni mfano wa kuswali rak'atayn kama thabata an nabii sallallahu, Allah atamfanyia sahali. Lakini kuna watu watasimama miaka 50,000, bali watu watapishana wengine katika watu wa peponi kwa qurun. Mtu aingia peponi baada ya karne 5, miaka 500, tuseme yule mwenzako hesabu yake imekuwa paka nusu ya siku, mfano huyo ana miaka mingi huyo, watu wako peponi atawasha sahau, mamia ya miaka yamepita, yeye ndo yuaja. Vipi huko? Wewe ndo wafika? Karibu bwana, alhamdulillah ala salama, fika hapa neema tupu, Allah akusalimisha na huo moto, khairi kubwa. Kumbe mwenzako uko miaka 500 uko yuala tu, uko na nini, starehe tu, fi shughulin fakihun, ndo waja. Watu wapishana namna hiyo, kama alivyoeleza Mtume sallam, baina al-fuqara wal aghniya 500 sana, miaka mingi sana. Kisha leo lalamika. Angalia mfano wa hii fadhila Allah amewapa fuqara, kwa sababu hawana hisabu wao. Fuqara, fakir hana kitu. Kuna aghniya ahesabiwa kila peni lililoingia na kutoka. Sasa tofauti yao katika kuingia peponi, Mtume sallam ataja miaka 500. Kisha aje kumwona mtu hapa hana kitu, alalamika kweli kweli. Usifikirie hiyo basi, angalau pia utashukuru pande mmoja, pamoja na kuwa muombe Allah subhanahu wa ta'ala akufanyie wepesi katika maisha yako. Hatusemi hivi uombe dhiki, la. Mtume sallam alikuwa akisema a'udhu billahi minal faqr, alikuwa akijilinda na Allah subhanahu, bali katika adhkar sabah wal masa wajilinda na Allah kutokamana na faqr. ولهذا ثبت في الأدب المفرد من حديث البراء بن عازم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. صلى الله عليه وسلم كذلك katika adhkar an-naum alikuwa kabla ya kulala Mtume صلى الله عليه وسلم akileta hii dhikr, akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema Allahumma qini adhabak yawma tab'athu ibadak. Kama mkono wake wa kulia au kiganja chake cha kulia chini ya shavu la kulia, kisha sema ewe Mola wangu niepushe na adhabu yako siku utakapowafufua waja wako. Wa qawluhu alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana fihi hamdulillahi ala hadhihi an-ni'mati al-'azimati wal minnati al-jasima wa hiya al-ihya'u ba'da al-imata. Hapa mnakumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema kubwa ya kukupa uhai baada ya kufa, ay al-istiqadh min an-nawm. Kufa kwenyewe ni kule kuamka kutoka katika usingizi wako. Wa min al-ma'lumi anna al-insana hala nawmihi yata'attalu 'an al-intifa'i bi hadhihi al-hayati wat-tamakkun min ada'i al-ibadat. Ni jambo la julikana kuwa mtu anapolala kule kunufaika na huu uhai wa dunia huu kote kuondoka, na hawezi kufanya ibada yoyote, amelala. فإذا استيقظ زال عنه ذلك المانع, anapoamka basi hichi kizuizi cha yeye kunufaika na nafsi yake na yote yaondoka. فهو يحمد الله جل وعلا على هذا الإنعام ويشكره سبحانه على هذا العطاء والإكرام. Kwa hivyo amhimidi Allah na kumshukuru kwa hii neema, na amshukuru kwa hivi vipawa alivyompa, na kumkirimu alikomkirimu kwa kumpa uhai baada ya kufa. قال الشيخ حفظه الله: ومن جميل ما يرتبط بهذا المعنى تمام الارتباط
ويتفق معه تمام الاتفاق ما خرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. katika yale yanayofungamana na haya tuliyotaja ataja na hii hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu asema idha awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi. Mtume sallam kitu cha kwanza tukumbusha tunapokwenda kulala, mwanzo mtu akukute ile sehemu anakwenda kulala, bali yani ili jambo ni muhimu sana kiasi cha kuwa kuwezekana pale kukawa na kitu ambacho kitawa sababu ya kukudhuru, pengine sindano imeanguka pale au pini, na wakati mwingine shetani wafanya kusudi, kama ilivyothubutu wayotupa kijiti pale ili wewe ukosane na mkewe, mbona unikia kijiti hapo, kumbe shetani ndio fanya. Kwa hiyo mwanzo kukuta pale mahali unapotaka kulala, hujui kitu gani kimekuja pale. Kuweza kuwa kuna tandu, kuna nge yuko pale, kuna mdudu pengine atakudhuru akikuuma. Kwa Mtume sallam jambo la kwanza ukienda kulala mwanzo kukuta ile sehemu yako ya kulala, kwani wewe hujui kilichokuja baada ya wewe kuacha tandiko lako pale, hujui kitu gani kimekuja pale. ثم يقول kisha sema bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Na hii pia ni katika adhkar an-nawm. bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu, kwa jina lako ewe Allah naweka ubavu wangu, na kwa jina lako ewe Allah nitaunyanyua ubavu wangu nitakapoamka. Fa in amsakta nafsi, ikiwa itatokea umenijalia mimi kufa katika usingizi wangu huu ukaizuia nafsi yangu, farhamha, basi rehemu, omba rehema za Allah. Wa in arsaltaha, na ikiwa utaiacha yani nirudi katika hali yangu ya kawaida, fahfadhha, basi hifadhi nafsi yangu, bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin, kwa kile unachohifadhi nacho waja wako wema. ومثله كذلك ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إن أخذ مضجعه قال اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها. ابن عمر المنبيه bwana mmoja unapokwenda kulala sema haya maneno, Allahumma khalaqta nafsi, ewe Mola wangu wewe ndiye uliyeumba nafsi yangu, wa anta tawaffaha, na wewe ndiye utakayeifisha, laka mamatuha wa mahyaha, na yaqul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, uhai wangu wote ni kwa ajili yako wewe ya Allah, na kufa kwangu ni kwa ajili yako wewe ya Allah. In ahyaitaha fahfadhha, ikiwa bado ina uhai nafsi yangu basi ihifadhi, unihifadhi ya Allah kwa hifadhi yako. Wa in amattaha faghfir laha, na ikiwa umeandikia kufa basi isamehe. Allahumma as'aluka al-afiyah, na afya hapa yaingia kuepushwa na kila shari hapa duniani na kesho akhira. Faqala lahu ar-rajul, yule bwana alipoambiwa na Ibn Umar maneno haya akasema asami'ta hadha min Umar, maneno mazuri unasikia kwa baba yako wewe Umar amekufundisha maneno. Faqala min khairin min Umar, nimesikia maneno haya kwa mbora kuliko Umar, min Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن روح الإنسان بيد الله سبحانه وتعالى. هذه أحاديث دليل يوازي كوروه زوات زكوكتك ميكونوياك الله سبحانه وتعالى. فهو الذي أوجدها بعد العدم وخلقها بعد أن لم تكن. الله ndiye aliyeziumba hizi roho, zilikuwa hazipo akazileta kutokamana na kuwa zilikuwa hazipo. وهو سبحانه الذي إن شاء أمسكها حال نوم الإنسان فيصبح في عداد الأموات. na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye akitaka ataizuia ile roho, yule aliyelala akawa katika maiti, katika idadi ya wale waliokufa.
وإن شاء أرسلها فيبقى الإنسان بذلك على قيد الحياة na akitaka atairejesha ile roho mtu atabakia katika uhai wake. ولهذا قال لك مماتها ومحياها, kufa kwake na kuishi kwake vyote viko katika nini? Mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. أن ذلك بيدك وتحت تصرفك وتدبيرك, vyote hivi viko katika mikono yako, wewe ndio unavipeleka unavyotaka. wala yaqdiru alayhi ahadun siwaka, hakuna mwenye uwezo juu ya hayo isipokuwa wewe ya Allah. fa anta almuhyi wa anta almumitu, wewe ndio unayehuisha na kufisha. wa anta ala kulli shay'in qadir, na wewe ni mweza wa kila kitu. ولهذا شرع للمسلم في هذا المقام أن يسأل ربه الحفظ إن كتب له البقاء والحياة. na kwa sababu hiyo angalia Mtume sallallahu hapa ametuelekeza tumuombe Allah hifadhi ikiwa Allah ameandikia yeye bado kubakia katika uhai. ويسأله الرحمة والمغفرة إن كتب له الموت, na amuomba Allah rehma na maghfira ikiwa amemwandikia yeye kufa. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين, kama ilivyo katika hadithi ya Abu Hurairah. Kuna watu sasa wakishajua maana yake ni hii, sasa watakuwa na huda, kumbe mambo ya mauti tena, wakumbushwa kila wakati mauti mpaka ukilala pia. na hii ya kusaidia sana kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujalala, ukawa warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wamuomba maghfira, kama ilivyo katika hii dhikr hadithi ibn Umar, in ahyaitaha fahfadhha wa in amattaha faghfir laha, waomba maghfira kwa Allah. na hii ni neema kubwa, kuwa jambo la mwisho kabisa umeomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya makosa yako. Ikiwa imetokea kuwa kweli huu ndio uhai wake waisha, basi waisha uhai wake akiwa amemuomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. وكما ينبغي على المسلم أن يكون عندما يأوي إلى فراشه متذكرا مآله ومصيره، فإنه كذلك ينبغي عليه أن يتذكر نعمة الله عليه فيما مضى من أيامه بالطعام والشراب والمسكن والصحة والعافية، فيحمد الله ويشكره على ذلك. كما vile yampasa Muislamu anapokwenda katika tandiko lake kulala akumbuke mwisho wake na kule anakoelekea, kadhalika yatakikana akumbuke neema za Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku yaliyopita. Neema ya kumpa chakula, neema ya kunywa maji na kinywaji, neema ya sehemu ya kulala aliyompa, neema ya siha na afya aliyompa. Kwa hivyo amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pia kwa neema hizi kabla hajalala. Tizama hii dhikra tutataja hapa. Na hapa katika hii sehemu moja Sheikh Abdul Razak ametaja adhkar nyingi, nafikiri mwaziona zaingiana hizi adhkar. Kila tukisoma hadithi hizi ni katika adhkar an-naum, kama hii hadithi ya Abu Huraira na hadithi ya Ibn Umar, na sasa tusome hadithi ya Anas bin Malik, zote hizi ni katika adhkar an-naum. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال, وهذا كتك أذكار النوم, توب سلام البقوة كتاب كلالا وسيما الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. إيسا سوكمبك نعم زوك نيوما, الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. الحمد لله يا أخي, pengine siku yako yote ile imepita, umepata riziki yako, umekunwa, alhamdulillah, na masiku yaliyopita yote yale neema hizi Allah amekupa. Wakafana, akatutosheleza kwa kile tunachokihitajia. Waawana, akatupa sehemu ambayo tuweza kuweka nafsi zetu tukapumzikia katika lile tandiko lako. Fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi, na hii ya kukumbusha undhuru ila man huwa asfala minkum. Ni wangapi katika watu ambao hawana cha kuwatosheleza, na ni wangapi katika watu ambao hawana sehemu ya kulala. Wangapi walala mabarabarani, na huku kwetu kuna afadhali. Hapa kwetu wallahi kuna afadhali. Ukienda Amerika watu ulala chini ya mapaipu yale ya maji kule, ya paipu chafu kule, wengi kweli. Hapa tuna afadhali kuliko Amerika. Ili ndio sio ukafikiria mtakwenda Amerika watu walala nje huko, wewe utakwenda kulala nje wewe?
shukuru wewe uko hapa neema. Mzazi wako ikiwa huna mahali pa kuweka kichwa atakupokea kuweke nyumbani kwake kule. You are above 18, you are above 18, nenda katafute maisha yako. Waweza fukuzwa ndani ya nyumba, watu wana roho chafu kweli huko, afikiria kodi tu na wewe hulipi na maisha gali. Watu waishi na dhiki. Kwa usione wewe kila saa wewe basi ushukuru Allah kujalia wewe uko hapo kwa shukuru bwana. Kuna wengine wasema maneno ya kufuru neema, afadhali ingezaliwa mbwa. Wacha afadhali ungezaliwa mtu pia ungepata tabu. Allah neema zote alizokupa wewe bado ushukuru. Kuna baadhi ya nchi hasa zilizokumbwa na mambo ya vita hivi, wallahi ukisikia visa vyao vya ajabu. Kuna watu wafurahia nchi zao zikumbwa na vita ili aende katika nchi kama zile akimbie. Allahu musta'an. Kuna akh mmoja asomesha tahfidh Somalia, asema yeye asomesha tahfidh, hasa kawa yulalamika kuhusu walimu ni ngumu kupata. Nikamwambia basi fanyeni bidii, hifadhisheni watoto, wakishahifadhi kisha wale watoto wanaokuhifadhi wawe walimu. Asema leo wallahi huwezi kuamini, asilimia zaidi ya 70 ama 80 nitajia hapo ya wale watoto wahifadhi Qur'ani kwa ajili ya kwenda Amerika. Hujafahamu? Hifadhi Qur'ani ili ende Uingereza. Hakuna anayebakia pale isipokuwa wachache ambao tena wanashindwa kwenda wengine. Kwa nini? Aona basi green pastures kama wanavyoziita ni kule, na akiwa amehifadhi Qur'ani ya bora zaidi kwake. Kwa nini atakwenda kule awe mwalimu wa Qur'an na nini? Abaki Somalia hapa kwenye dhiki yaona. Na wallahi wako kwenye neema. Kuna miji Somalia sasa waishi kwenye neema kubwa sana, alhamdulillah. Kama huyo akh mmoja alinieleza, akh namjua, mtu wa sunna, wana marakiz za tahfidh kule. Msifikirie bwana mabomu tupu kule, si kila mahali. Kuna watu wakisikia Somalia afikiria watu walepuliwa tu, wafa tu kila siku. Kuna sehemu watu waishi na amani. Ni kama hivi sasa hivi kumetokea sehemu violence kama wakati ule, Allah asiturejeshe tena. Nafikiri 2007 kuna baadhi ya sehemu zilitokea zile fujo wakati wa kura, mkumbuka? Kwani hapa Mombasa kulikuwa na fujo? Sasa mtu akupigia simu kutoka nje, nasikia kuna fujo huko kwenu. Kweli fujo gani? Kumbe waona kwenye vyombo vya habari zile sehemu ambazo zimeathirika. Sasa ni kama hivyo, kuna sehemu watu waishi na amani alhamdulillah, lakini wengi katika watu waona pale alipo bado atakaende sehemu nyingine. Wallahi riziki yako Allah alikuandikia. Kokote utakapokuwa Allah atakupa riziki yako, kokote kule riziki yako alikuandikia Allah subhanahu wa ta'ala utaipata. Kwa hivyo kumbuka hii neema, kam mimman la kafiya lahu wala mu'min. وعلى هذا فإن المسلم عندما يأوي إلى فراشه ينبغي أن يكون متذكرا أمرين. kujengea asema muislamu anapokwenda kulala katika tandiko lake yampasa akumbuke mambo mawili. ma madha min ayamihi, yale masiku yaliyopita, fayahmadullah ala ma amaddahu fiha min as-sihhati wal afiyati wal mat'ami wal mashrabi wal maskani wa ghairi dhalik. Akumbuke yale masiku yaliyotangulia, amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema aliyompa ya siha na afya, chakula, kinywaji. Hatuna taabu bwana kuna maji alhamdulillah, hasa katika sehemu sasa hivi ukisikia kiu kusema kuna maji msikitini, maji yako umewekewa friji huru, alhamdulillah neema. Kuna watu hii nchi yetu mpaka apate maji ya kunywa asafiri kilomita nyingi. Nafikiri haya mshayaona wakati mwasafiri. Kuna watu ukama barabarani. Nakumbuka wakati mmoja baadhi ya ikhwa tulikuwa pamoja, tulikwenda da'wa sio mahali gani, watu wakitima barabarani, hakuna zawadi nzuri kama mrushie mineral water mwingi. Siku zote tulikuja kwa njia hii, ilikuwa ni Tana River ama wapi, njia huko ndani. Wakati wa kurudi jamaa sabebeni maji, kuna nini, nyinyi nendeni na maji tu mkienda kule. Subhanallah, wallahi njiani hapa Kenya yetu hii kuna watu wansimama waongojea magari yapite warushiwe maji ya kunywa. Hii hakuna zawadi kubwa kama hiyo, sababu hana maji ya kunywa. Ndio akipata yale maji ende nyumbani akayanwe yale maji, la sivyo atakwenda masafa marefu kutafuta maji. Kwani hawezi kuamua kaja Mombasa tu hapa, lakini kwao kule
ndio waishi hivyo. Lakini kuna mtu hapa subhanallah aweza kuwa kila kitu akipata chini yake, lakini pamoja na hayo pia watu walalamika kweli kweli. Mimi nikimwona mtu yalalamika ushangazwa, na wewe ukimwona mtu kulalamika, baba wewe una macho, una mdomo, una masikio wasikia, una afya, wewe wataka nini wewe? Wewe wataka nini wewe? Angalia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, huwezi kudhibiti idadi ya neema za Allah. Na ni jambo zuri sana kila siku ukiamka angalia zile neema zilikuzunguka. Alhamdulillah, angalia na afya yangu mimi, alhamdulillah naona vizuri. Kuna wengine neema hii hawana, nasikia vizuri, nazungumza, alhamdulillah. Neema hii itakusaidia wewe sana pia kuishi na afya yako kuendelea. Kuna watu wapatwa na maradhi kwa sababu kukumbuka yale walioyakosa tu. Sina hii, sina hii, sina hii, sina hii. Ndio watu wengine hata hutamani kumwambia vipi hali. Mambo mabaya. Jana nakuna dawa 2. Jana sijui nafanya nini, na bado si 2, ongeza ya 3. Hayo malalamishi yako ataka dawa. Na hawa haweshi kumeza matembe kwa malalamishi yao mengi. Wewe shukuru Sheikh, alhamdulillah ya akhi. Utazungumza mpaka utachoka. Na nyote mwajua, kila mmoja ana wakwao wafanye vitu kama hivyo. Kuna watu watakuwapigia simu waulizia hali wafikiria mara 10. Bismillah, jamaa yangu nitafanyaje? Salamu alaykum wewe, vipi huko? Watoto jana wakulala. Wewe sikiliza tu, sikiliza wewe mpaka kimaliza basi. Khair inshallah, Allah kufanyia sahali. Amin. Na usisahau kwenye dua, maana kidogo sijui hizo dua zangu za kubaliwa mimi. Ya Rabbi, kunani yote hayo yajaje? Suu dhanna Allah subhanahu wa ta'ala, hii yajaje yote hayo? Na mtu wa hivyo atabakia hivyo hivyo maisha yake daima, yatabaki walalamika tu. Kwa hivyo jambo la kwanza, kumbuka fadhila za Allah juu yako kabla hujalala. Alhamdulillah, mshukuru Allah kwa neema nyingi alizokupa. La pili, wa an yatadhakkara ma yastaqbilu min awqatihi, na akumbuke zile nyakati zake zitakazokuja huko mbele. Wa huwa fiha baina amrayni, na hapa yuko baina mambo mawili. Imma an tuqbadha ruhuhu, imma roho yake ichukuliwe pale wakati anapolala. Fahuwa yasalu Allah in kana dhalika almaghfirata warahma, hapa amuomba Allah ikiwa ni hilo basi naomba maghfira na rehema zako ya Allah. Au an yufsaha lahu fi ajalihi, au apewe bado muhula, apewe umri. fahuwa yasalu Allah fi hadhihi alhal an yahfadhahu bima yahfadhu bihi ibadahu salihin, hapa amuomba Allah amuhifadhi kwa kile anachowahifadhi nacho waja wake wema. Haya mambo ni muhimu sana Muislamu kuyakumbuka wakati anapotaka kulala. Akumbuke huko nyuma na afikirie huko mbele. Huko nyuma mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na huko mbele moja katika mawili. Ikiwa ndio basi namuomba Allah maghfira na rahma. Ikiwa nitabakia basi namuomba Allah anihifadhi kama anavyohifadhi au kwa kile anachohifadhi nacho waja wema. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.